Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Mbosso ameweza kufanya kitu kizuri kweli kweli, na wengi tumeshuhudia EP yake ambayo ameiachia kwa mara ya kwanza baada tu ya kuondoka katika lebo ya WCB Wasafi. Bana, watu wengi sana wamejitokeza kumpongeza Mbosso kwa kile kitu kizuri ambacho amekifanya, lakini pia ukiangalia bana, nyimbo zote ambazo zipo katika hii albamu ya Mbosso, basi unaweza kuona mashabiki wameweza kuipokea kweli kweli, lakini pia baadhi ya mashabiki wakiwa wanadai bana, ngoma ya Power imeweza kusababisha watu wengi wakawa wanaipiga zaidi, lakini pia ukiangalia imewagusa watu wengi kwa kiasi kikubwa sana mpaka kufikia hatua kuzungumziwa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba kila kona ukipita ya mtaa basi kila mtu anaimba Power Power. Lakini pia ukiangalia ngoma ya Viola na ngoma zingine nyingi sana ambazo zipo katika albamu ya Mbosso, basi unaweza kumpongeza sana Mbosso Kani kwa kile kitu ambacho amekifanya. Lakini pia ukiangalia hii ni albamu yake ya kwanza baada tu ya kuondoka katika lebo ya WCB Wasafi. Tunaweza kusema ni kitu kizuri sana, lakini pia ni mwanzo mzuri kwa Mbosso Kani kwa hichi kitu ambacho amekifanya, na hata yeye huenda hakutarajia haya mapokezi ambayo ameyapata. Yani mashabiki wamemsupport Mbosso Kani kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia ukitembelea katika ukurasa wa YouTube wa Mbosso Kani unaweza kuona hizi ngoma zake zote, baadhi ya ngoma mpaka dakika hii zimeweza kufikisha views milioni 1 na point, lakini pia zingine zinatembelea 800,000, 900,000. Unaweza kuona ni kwa namna gani Mbosso Kani ana upepo, lakini pia Mbosso ni kama vile nyota ya muziki inamuendea vizuri hivi. Sasa siku ya leo msanii Alikiba kwa mara ya kwanza ameweza kumsifia Mbosso Kani kwa hichi kitu kizuri ambacho amekifanya. Na Alikiba wengi tunamfahamu ni hasidi mkubwa sana, au tunaweza kusema ni adui mkubwa sana na record label ya WCB Wasafi. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu record label za hapa nchini Tanzania zote ni kama vile hazipendani hivi, ni watu ambao wamekuwa wakijitenga kwa namna fulani, ni kama vile wameamua kujigawa. Yani shabiki wa WCB hawezi kuwa shabiki wa King Music na wala hawezi kuwa shabiki wa Konde Gang. Yani mashabiki wamejigawa, kila shabiki anaangalia msanii ambaye anamkubali katika ngoma zake. Sasa unaweza kuona hivi siku ya leo msanii Alikiba kwa mara ya kwanza ameweza kumsifia Mbosso Kani kwa hichi kitu ambacho amekifanya, ni kitu kizuri sana. Alikiba aliulizwa swali na moja kati ya mwandishi wa habari kwamba unaionaje EP ya Mbosso baada tu ya kutoka WCB kwa mara ya kwanza. Bana, Alikiba alimsifia Mbosso Kani, alidai kwamba kitu cha kwanza anachompendea Mbosso ni msanii ambaye hana kiki. Ingekuwa ni msanii mwingine anatamani kuachia albamu, basi angetafuta ni kiki gani ambayo niifanye ili mradi tu niteke attention za watu au ni watake watu waweze kuwa makini na mimi. Lakini ukiangalia Mbosso Kani hakuna kiki yoyote ambayo ameifanya. Yeye ameamua tu kuachia EP, ametangaza tu tarehe ya kuachia EP ni lini, baadaye akaachia EP yake. Lakini ukaweza kuona albamu yake, ngoma zake zote zimeweza kupokelewa vizuri sana na mashabiki. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho Alikiba amemsifia sana Mbosso Kani, kwamba ni dogo fulani hivi ambaye hana mambo ya kiki, lakini ngoma zake zinapendwa sana na mashabiki. Lakini pia Alikiba amedai kwamba kitu ambacho kinamsaidia Mbosso bana, ngoma zake zinapendwa sana na watoto wa kike, na ukiangalia mashabiki wengi ni wa jinsia wa kike wa ngoma za Mbosso. Ukiangalia ni ngoma fulani hivi za mapenzi, lakini pia ni ngoma fulani hivi za kubembeleza fulani hivi, mahaba fulani hivi ya Kizanzibari au ya Kizenji. Sasa unaweza kuona ni kwa mara ya kwanza msanii Alikiba ameamua kumsupport Mbosso Kani. Labda huenda ni baada tu ya kutoka katika record label ya WCB au kuna kitu gani, kwa sababu kuna mwaka uliopita hivi Mbosso Kani ni kama vile alipishana kauli na Alikiba. Kuna mambo fulani hivi ambayo Mbosso Kani aliyewahi kuongea katika interview kwamba Alikiba ni msanii ambaye anabana pua na namna gani, lakini Alikiba aliamua tu kumwacha na wala hakutamani sana kumjibu waziwazi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa sasa hivi unaweza kuona Alikiba ni mwanaume fulani hivi ambaye ni mtu mzima, lakini pia usanii wa Alikiba ni kama vile sio msanii hivi. Ukiangalia Alikiba hajachora tattoo, ukiangalia Alikiba hajatoboa masikio, yani ni mwanaume fulani hivi ambaye tunaweza kusema usanii wake haujamharibu hata kidogo, tofauti na wasanii wengine. Sasa amemsifia sana Mbosso, na ukiangalia yeye Alikiba ni mwanaume ambaye au msanii asiyependa sana kiki. Sasa amemsifia Mbosso Kani kwamba ni msanii ambaye anakuja vizuri, lakini pia akadai kwamba Mbosso anajua kweli kweli namna ambavyo ametunga mistari yake katika hiyo album. Basi anadai yeye ni shabiki wake namba 1, yani ameisikiliza hiyo album kuanzia mwanzo
mpaka mwisho na amemvulia kofia Mbosso Kani na kudai kwamba akiendelea na huu moto ambao ameingia nao katika game basi atafika mbali sana kimziki. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.